Tumempenda nani? Kristo. Aishi kumpenda, kiashiria cha kuonyesha kwamba tunampenda. Maana hataki bla bla, hataki maneno, anataka matendo kwa kuzishika amri zake. Ndio maana alipohitimisha akasema, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Mwisho wa kunukuu. Kumbe upendo wa Kristo anaotaka sio ule upendo wa maneno, ni upendo wa matendo ambao ametupa dira na mwelekeo wa namna ya kuishi upendo huo kwa matendo, kwa kupitia amri hizi alizotupa na mama kanisa. Sio mzigo. Mwambie jirani yako, amri hizi tulizopewa sio mzigo, bali ni dira ya kutusaidia kuweza kufikia ule uzima wa milele. Yeye aliyesema, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Sasa hatuwezi kufika kwenye ule uzima ule wa milele, yaani urithi ule wa mbinguni, bila kuziishi hizi amri katika matendo. Tapiga bla 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 hapa, ikifika wakati wa parapanda nyelia na teule mbinguni. Sasa wewe utakwenda mbinguni? Ujitafakari, wewe utakwenda mbinguni? Kama uliishi vyema amri hizi, una sababu ya kuwa na hofu, una sababu ya kuwa na mashaka. Mafundisho tunayopewa au tunayoyapata katika Dominika hii ya 6 ya Pasaka ni mambo makuu mawili, yako mengi ya kujifunza. Mosi, kuishi amri ya upendo na utumishi. Yaani alipokuwa akiwaachia usia huu mitume wake, anatuachia mimi na wewe tuweze kuishi hii amri ya mapendo. Lakini aishi kuishi amri ya upendo, kutekeleza lile lengo la Mwenyezi Mungu kutuumba, kumjua, kumpenda, kumtumikia. Afundishe sana tufike kwenye uzima wa milele. Upendo unaotakiwa ni ule ambao unamfanya mtu kuyatoa maisha yake kwa ajili ya wengine, kujisadaka kama Kristo alivyojisadaka. Ukirejea Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 12 hadi ya 13, anaeleza bayana jinsi ambavyo mtu anavyoweza kuonyesha upendo wake kwa kuyatoa maisha yake. Ukajisomea. Si kama ni ametupa pingu au ametupa msalaba mzito, la hasha. Zinatuongoza katika ule uhuru ambao kwayo humu ndani mwetu, zinatuangazia ili tuweze kudumu sheria hizi ambazo ni amri za Mungu, ili tuweze kudumu katika ule umoja kwetu sisi wa Kristo kwa Wakristo, lakini zaidi umoja kwetu sisi na Mwenyezi Mungu muumba wetu.